Naam. Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kama ilivyo kawaida ni kwamba tumerudi katika viwanja vyetu vya Jacaranda, na huwa hapa mara mingi tunaongea na wananchi ambao ni wa dini na wasiokuwa na dini pia, na tunaulizana maneno mawili matatu kuhusiana na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni muhimu sana tumjue Mola wetu aliyetuumba, kwa sababu tunatumia uhai wake, tunatumia hewa yake, tunatumia kila kitu yake, macho yake bure, tuna mdomo yake bure na hatulipishi kodi yoyote. So tukutana na watu, tunaulizana maswali, tunawauliza watu na pia wanatuuliza, lakini sisi sana sana Waislamu tunapendaka sana tuulizwe maswali kuhusiana na Uislamu, kwa sababu watu wengi hawajui mambo ya Uislamu sana sana. Wanaambiwa tu, mara wanaona kwa gazeti ama wanaona kwa news, lakini deep inside Uislamu watu hawajui. Mimi kwa majina mimi naitwa Hassan Kariuki. Sijui naitwaje mama yetu? Naitwa Rose. Rose. Rose, ni kitu gani ungetaka jioni ya leo kujua kuhusiana na Waislamu? Nataka kujua kwa nini wanaenda kwa choo na maji. Ya pili, kwa nini mtu akifa asikwe immediately? Mtu akikufa azikwe immediately. Asikalishwe. Hiyo maswali mazuri sana. Kwanza, kwa nini Waislamu wanaenda choo na maji? Hiyo ndio kwanza, swali la kwanza. Swali la pili, kwa nini tunazikwa haraka haraka? Ni maswali mazuri kabisa. Ni maswali mazuri kabisa, na nitajaribu kwa uwezo ambaye Mungu ametupa tuweze kuijibu kupigana vile inatakikana. Kwanza, nafikiri wewe ni mama na wewe una watoto na pengine una wajukuu, na kwa mfano wewe wakati watoto wako, tuseme uko na watoto wawili nyumbani, alafu mtoto mmoja wote wamejiharia, tuseme wamejiharia, kwa sababu choo, mtu anaweza kwenda choo, kuna mwingine anaenda choo ngumu, pengine hata kuwa na shida sana katika nini, lakini akijiharia itakuwa imejaa katika mwili. Huu mmoja umechukua tishu umempanguza, na huu mwingine umemuosha na maji. Kati ya watoto wawili nani msafi? Huyu wa maji. Huyu wa maji. Kumbe maji umeshajua tayari ni nini? Ni usafi. Kwa sababu katika ile ukweli hakuna mavi ya mtoto ama mavi ya mtu mkubwa. Kwa sababu si ati tunaweza kusema ati mavi ya mtoto inanuka juice. Na mwanaume ya mtu mkubwa ndio inanukia watu. Hapana, mavi ni mavi. Na vile unaosha mtoto, sisi huwa tunajiosha tukienda choo, haja ndogo na haja kubwa. Na ukiangalia sana sana wanaume kwa sababu ya wanapenda kukojoa kama wamesimama. Najua kwanza kukojoa kama umesimama si mzuri kwa binadamu yoyote, kwa sababu ile ukiinama ndio unaona Mwenyezi Mungu wa binadamu tumefundishwa, kama unataka kwenda, tuseme kwa mfano ukitaka kwenda choo unakaa. Kwa nini mtu anachuchumaa anaenda chini? Ukichuchumaa ukienda chini, ile mishipa ya mwili yote inafunguka, kama ni mikonjo inatoka vizuri yote inaisha, na kama ni nini yote inaisha. Lakini ukiangalia wanaume wengi kwa sababu wanapenda kama wamesimama, nguo zao za ndani ukiangalia zinanuka mkojo, kwa sababu hiyo mkojo haijaisha, inaenda bila tu anatembea, inaenda ikifanya nini, inaenda hivyo. Lakini Waislamu ni sheria, Muislamu yoyote hata akiwa ako safarini, nafikiri umeshaona Waislamu wakiwa safarini, wakiingia kwa kichaka hivi unakuta mwanaume amechuchumaa anakojoa, na si choo kubwa. Kwa hivyo sisi huwa tunatumia maji na Qur'ani yetu. Umeshaiona Qur'ani kwa maisha yako? Hii ni Kiarabu. Umeshaiona? Hii ni Kiswahili. Umeshaiona kwa maisha yako? Nimeshaiona. Umeshaiona? Hebu sikia vile nasema Qur'ani 5:6. Enyi mlioamini, mnaposimama ili mkasali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni, na mpake vichwa vyenu, na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Tunaambia wakati tunatawadha, wakati tunaona tukisali Waislamu, macho, uso, miguu na mikono, tupake kichwa yetu maji. Na mkiwa na janaba, basi ogeni. Janaba ni ile vitendo vya ndoa. Sababu ukilala na mzee lazima uoge naye aoge. Na mkiwa wagonjwa, hapo niko na swali. Utaoga asubuhi ama ukimaliza? Yani wakati mmemaliza mapenzi yenu,
Wengine mmetosheka, kila mmoja anaingia bafu anaoga. Ukirudi tena baada ya kumaliza unaoga tena. Ni usafi. Ni usafi katika binadamu vile tumeumbiwa na Mwenyezi Mungu. So kwa hivyo katika Uislamu tunaambiwa twende tutumie maji tukienda choo, haja kubwa na haja ndogo. Na ndio naona hata wale wasiokuwa Waislamu wanakaa kwa mfano area za Mombasa kule, wengi wao wameadopt hii tabia. Wamesema ni kweli, wamejaribu. Na mimi nataka ufanye experiment leo. Ukiwa unazoea kutumia karatasi, ebu enda kuanzia asubuhi mpaka jioni. Angalia jioni suruali yako ile nguo ya ndani. Utaona hapo katikati iko na uchafu. Kwa nini? Kwa sababu ukipanguza haitaisha. Lakini kama unatumia maji, ukiangalia nguo yako itakuwa iko safi kabisa ile nguo yako. Sasa Biblia nayo inasemaje? Je, mtu anafaa maliza hiyo basi ogeni na mkiwa wagonjwa au mmo safarini au mmoja wenu ametoka chooni. Unasikia? Kama umetoka chooni, Korani inasema utumie maji. Je, Biblia inasema mtu atumie maji akienda kwa choo? Tunaanza na kitabu cha ile Kumbukumbu la Taurati 23:9. Wana wa Israeli walipokuwa naenda kufuatana na maadui, walipewa, kuna sheria ilitoka hapo. Musa akamwambiaje? 23:9 Kumbukumbu la Taurati. Inasemaje? Nasema hivi. Aya ya 9. Utakapotoka kwenda juu ya adui zako nayo katika marago, jilinde na kila neno baya. Ndio. Akiwa kwenu mtu awaye yote asiyekuwa ni tohara. Yaani tohara ni kuwa msafi. Kwa sababu ya nini? Kwa ajili ya yaliyomtukia usiku. Usiku ukikula, ndio unaona mtu aikula, unakula, unakunywa, unakaa kidogo, unasikia kwenda choo unaenda. Hiyo yalimtokea usiku. Au kamwangalia mama watoto. Na atoke nje ya kituo, ndio, wala asiingie ndani ya kituo. Akiwa katika hiyo hali. Lakini na iwe karibiapo jioni, atafanya nini? Yeye ataoga maji. Lazima utumie maji ndio uwe tohara. Umeelewa? Biblia hiyo inasema wazi. Tena Biblia tena imeongeza katika Agano Jipya. Ngoja utakuja tu. Ngoja nimalizane na dada yetu hapa. Alafu 9:10 kitabu cha Waebrania. Mambo ni ya Waebrania 9:10 inasemaje? 9:10. Tunaenda Agano Jipya. 9:10 inasema kwa kuwa ni sheria. Karibuni akina dada msikize. Kwa kuwa mambo iko mzuri. Kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili tu. Ni sheria ya jinsi ya mwili, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine. Unasikia? Kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili, chakula na vinywaji. Mtu akikunywa unaenda haja ya kukojoa, mtu akikula unaenda haja kubwa. Chakula na vinywaji na kutawadha kwingine na kwingine. Angalia, Biblia imetumia balagha Biblia. Na kutawadha kwingine na kwingine, yaani kutawadha hapa Jakaranda na kutangaza kule Rongai. Sasa kutawadha ni nini? Biblia inasema ni nini? Angalia hapa dada. Tawadha, nawa, oga, mbele ya kusali. Unaona? Biblia nayo inasema na kutawadha Githurai na hapa Jakaranda. Kwa sababu mwanadamu ana sehemu ngapi? 2. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ni Rongai ya mkojo na sehemu nyingine Jakaranda. Unaona sasa? Biblia imetumia balagha kwa sababu ya watoto. Yaani imetumia lugha ya balagha. Kutawadha kwingine na kwingine. Hiyo tumeelewana? Unaonaje hiyo mambo ya kutumia maji? Ni mambo mazuri ama ni mabaya? Mazuri. Kwa sababu watu wengine wanatuambiaga, mimi siwezi shika hiyo nini? Siwezi shika. Sasa mimi nashindwa. Mtu wakati anaoga, kwani haoshi huko? Unaosha. Sasa kwa nini mtu akataka kutumia maji? Kama unaoga usitumia. Kwa sababu hata tukitumia maji sisi wakati tunaenda pale tunamaliza, tunaenda tunanawa vizuri mikono yetu vizuri, sabuni ziko, tunanawa, detergent ziko, na kuja sisi Waislamu hatuwekagi kucha.
Tunaona Waislamu wengi watanakata kucha. Kwa sababu ukiangalia kucha mara mingi inakuwa na uchafu sana. Kama si ninasema ukweli. Ni kweli. Usikiachilia kucha kidogo inajaa uchafu tupu. Unaona? Sasa sisi tunakata hizo kucha. Inakuwa yani unakuwa mtu ako safi kila saa. Sasa matanga na mazishi ndio ilianza. Sasa ukauliza mambo ya kwa nini watu wanazikwa saa hiyo hiyo? Kwa nini mtu asingoje wiki moja? Watu wakule ugali, watu wakule sherehe, disco matanga iwekwe, watu wachangishwe mwezi mzima. Na unajua kwanza mimi nashangaa na matanga yenu. Unajua matanga yenu huwa saa zingine najua tunakaa na nyinyi mtaani, tunakaa huko mitaani, tunakaa pamoja tunajuana. Mimi nashangaa naona watu wanachangisha. Wakati watu wanachangisha unakuta majamaa wengine ni kama wanaoteanga mtu akufe. Jamaa anajua kuanzia leo mimi sinunui sapa. Takuwa nakula kule kwa matanga kule jioni. Anakuja pale jioni anajifanya analia. Yaani yeye ni kama yeye ndio ameviwa. Analia zaidi. Au baadaye anakula ugali ya 200 anatoa shilingi 30. Sasa huo mtu umeleta faida gani kwa matanga yenu? Si ni hasara tu. Na anakunywa chai vikombe 2. Tunaona hiyo ni hasara. Anasema sukari imepungua. Sasa watu kama hawa hawafai katika matanga yenu. Sasa sisi katika Uislamu kwa nini tunazikwa siku hiyo hiyo? Kuzikwa siku hiyo kwa Muislamu sio sisi tulianzisha, ni manabii walitufundisha mambo ya nini? Ya mtu akikufa hafai kuwekwa. Na hata makabila zingine za Kiafrika zamani mtu akikufa walikuwa hamwekagi. Wengine hata walikuwa wanatupia kutupa kwa kichaka. Unajua watu wengine kuna makabila walikuwa wanakataa, hawataki maiti, wanamuacha huko kwa kichaka malizikie huko kama kuliwa na fisi vitu kama hizo. Na mamako wakufe uache kichakani walikuwa hivyo kabila zingine za Kiafrika. Unaona? Lakini sasa kwa nini sisi tunazika? Kwa sababu ilikuwa ni desturi ya manabii. Na manabii tangu zamani walikuwa, wakati ya manabii watu walikuwa wanazikwa namna hiyo. Wewe unasoma kitabu gani? Qurani, Biblia? Biblia. Hebu sikia Biblia inasemaje? Kumbukumbu la Torati 21:22. Kumbuka la Taurati inasema. Usiende mbali. Sisi tuko hapa sababu haiko sawa. Mimi najua mnamuona haiko sawa. 21:22 kumbuka la Taurati. Inasemaje? Akiwa mtu ametenda dhambi mpasayo kufa, akauawa, na ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti. Ndiyo. Lazima utamzika siku hiyo hiyo. Kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Hii ni hukumu ya mtu ambaye amefanya dhambi na akahukumiwa kufa. Unaambiwa huo mtu akiuawa anafaa azikwe siku hiyo hiyo. Unasikia sasa? Twende kwa Agano Jipya. Twende kwa mtu wa kawaida. Twende kwa hukumiwa na akafa tu. Naam. Matendo ya Mtume 5:3. Unajua kisa cha Anania na Safira? Wewe ni msomi, umeshasoma Biblia. Anania na Safira. Katika Biblia. Sijui. Hujui? Utajua leo. Anania aliposikia maneno haya, kuna mtu alikuwa anaitwa Anania, akaanguka akafa. Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Ndiyo. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Unasikia, hiyo ni Biblia imeeleza vizuri sana. Huwa Anania alipokufa, vijana walikuja wakamchukua. Hawakumweka katika sanduku kwa sababu mambo ya sanduku imeanza juzi. Century za juzi. Aliwekwa katika sanda nyeupe kama ile Waislamu wanafungwa naye, wakamtoa nje wakamzika. Unasikia? Yaani kwetu wanaume ndio wanazika, si wanawake wanazika. Wanawake hawaruhusiwi kwenda kuzika kaburini. Wanawake huwa wanabaki nyumbani. Kwa nini hawaruhusiwi? Kwa sababu wanawake wana matatizo mingi, kulia, kuanguka, kuventi, nini. Mwingine anasema nizike na yeye. Umeniachia nani? Umekosa nini duniani ukakufa? Sasa hiyo unaona, mpaka mwanamke anakufuru kwa sababu kwa kuanza kulia saa hiyo kusema umetuacha na nani? Kwani Mungu hakuna? Mungu ndio yuko, hata akienda kama wewe ndio umeenda ama Bwana ndio umeenda Mungu yuko tu. Mungu atabaki na familia na ataiangalia tu. Unaona sasa wanaume katika Uislamu ndio huaga wanaenda kuzika, lakini wanawake huwa wanakaa nyumbani, wanaomboleza kule nyumbani. Na sisi katika Uislamu lazima mtu aoshwe. Mwanamke haoshwi na mwanaume. Ule pengine anakubaliwa, anaweza muosha ni bwana yake.
sawa, huyo anaweza kubalika muoshe. Na hata kama naye ni bwana anaweza, kama hakuna mtu wa kumuosha, bwana yake anaweza kumuosha. Na wanawake wanaoshwa na wanawake wazao, wanaume wanaoshwa na wanaume wazao. Wewe unaonaje mama yako akienda kule moja alikuoshwa na vijana wadogo, wanamtoa nguo na muosha? Unaona hiyo ni kitu ya si aibu hii? Na wamama wako kwa nini wasimuoshe? Kwa sababu nyinyi mlifundishwa kwamba maiti ni mbaya, maiti hafai kukaribiwa. Ndio unaona watu wengi wanaogopa hata kuingia hata moja ndani, wanaogopa ati maiti. Nani alikwambia maiti ni mbaya? Sisi Waislamu, huyo ni ndugu yako amekufa, na mlikuwa mnaishi na yeye, hakuna haja uone vibaya. Unaogopa kwa sababu amekufa? Siogope. Ndio unaona sisi Waislamu tunachukulia mwili yetu, tunajioshia sisi wenyewe. Hatuoshei na mtu wa mochari. Hata kama aligongwa na gari akawekwa mochari, tutaenda tumchukue, tukuje tujioshee sisi wenyewe. Kama ni mama atachukuliwa na akina mama, atatengenezwa na akina mama, atafungwa ile sana na akina mama. Tena nyinyi mnazika na sanduku. Sanduku hakuna kwa kitabu yoyote, hata Biblia hakuna kwa sanduku. Qurani hakuna mambo ya sanduku. Hii sanduku ni mambo ya wazungu wameleta, ndio walete hiyo mambo ya sanduku. Na ilianzia huko nchi ya Misri zamani. Ikatoka hapo ikaenda Italy, ikitoka Italy ikasambaa katika Europe yote, kutoka Europe ikasambaa dunia mzima mambo ya sanduku. Angalia mazishi ya Muislamu, unajua anatumia pesa ngapi kuzika? Kidogo sana. Mazishi ya Muislamu inatumia around ni kitu kama 1500 kwa sababu kuna wale vijana wanachimba chimba ile pale, tunawapatia chai kidogo, ile sanda tunapewa bure. Ile pamba tunapewa bure, ile bahali ya gari ya kubeba bure, gari ya nini pale inaoshewa bure. Sasa unaona, yani hakuna mazishi duniani ambaye ni cheap kuliko Waislamu. Lakini sasa wewe utaenda mnaambia sanduku, unaambia sanduku, suti, tai, kiatu mpya, shati mpya, simu mpya. Wengine wasiko na simu, na wengine siku hizo wengine wasiko na tochi wakamulike huko mbele. Unaona hiyo maneno? Mwingine anazikwa na simu na anawekewa airtime. Wote na kwa mchanga, sio wale wamebaki wa kule watumie. Unaona sasa? Unafaa kama ni mtu yako, unafaa kumsaidia ukiwa hai. Si ni kweli? Wakati amekufa utamsaidia nini? Hata ukilia namna gani? Ama useme wewe ndio utanunua sanduku, utanunua suti, utanunua nini? Utamsaidia namna gani huko na pengine amekufa na njaa? Kwa hivyo kama ni mtu yako, kama ni mama yako ako hai, msaidie akiwa hai. Kama ni baba yako akiwa hai, msaidie akiwa hai. Usimsaidie sasa amekufa, unaanza kusema mimi ninanunua sanduku, mimi ninanunua nini? Wakati yako hai, msaidie kila kitu unaweza. Kama ni sister yako, pengine unataka kumsaidia, msaidie akiwa hai. Pengine hana pesa kulipa mtoto shule, mlipie. Hivyo tu, na kama ndugu yako pia na ako na uwezo, na yeye kusaidia akiwa hai. Si hata wakati unakufa ndio anakuja mbio. Mimi ndio nanunua hii. Hiyo haja kusaidia chochote. Na ni tajiri na wewe ni maskini. Sasa hivi anakufa ndio anakuja kusema mimi ndio nazika. Anasema mimi nitanunua suti, nitanunua sanduku ya 200,000. Kwa nini yako kusaidia ukiwa hai? Kusaidia wakati uko hai, upatie pesa ufanye naye biashara. Sisi Waislamu tuko na utaratibu mzuri sana wa kuzika mtu. Kwanza tunasimama kabla hata mtu hajawa kaburini. Ule mwenye kuongoza mazishi anasema nani anamdai marehemu? Nani anamdai marehemu? Kama kuna hawezi zikwa mpaka hiyo pesa ilipwe hapo. Au mtu aseme mimi ama huyo mtu aseme atalipa, ama wenye kudai hiyo pesa waseme basi kama hakuna mtu tumemsamehe. Hiyo ndio hali ya Uislamu. Huwezi chukua kitu. Huwezi. Umeona hiyo? Kwa hivyo Uislamu uko hivyo, kumazisha Waislamu watu wanazikwa hivyo, na Waislamu hawana maneno na mtu yoyote. Sawa? Swali lingine dada. Swali lingine? Umeelewa? Swali lingine. Nini? Tuendelee. Kuna swali lingine? Swali lingine? Swali lingine nasema. Naonanga kama Waislamu ndio wako na roho mbaya. Kama ukiona hii dunia inji nyingi hizi za Waislamu ndio unaona kuna vita, wanaua watu. Kwa nini?
Swali kwa hapa dada yangu. Marekani ni Muislamu? Marekani ni Muislamu? Si Muislamu. Myahudi ni Muislamu? Nani anaharibu dunia kati ya hao wawili na Waislamu? Nani anaharibu dunia? Sasa kama unaona uko Somali, mambo ya Somali ni siasa. Hiyo ni mambo ya siasa. Sasa iko hivi dada. Kila nchi. Hapa tulikuwa na vijana walikuwa wanapinga katiba. Walikuwa Waislamu. Wale walikuwa wanapinga katiba hapa walikuwa Waislamu. Hapa. Nauliza. Haya, wacha tuende kwa nini? Na dada yetu. Swali umeuliza, una shida na Waislamu kwa sababu unaona katika nchi ya Waislamu watu wanakufa sana. Kwanza nikwambie kitu moja. Katika nchi za Waislamu hata hawana shida na mtu yote duniani. Waislamu hii vitu yote unaona, hii unasikia vitu zinaitwa akina Boko Haram, Al-Qaeda, ISIS, wazungu wenyewe ndio walitengeneza. Kwa mfano nakupa mfano ulio hai. Al-Qaeda ilitengenezwa na Marekani, na huyu alikuwa vice president wa America, Clinton, yule mama alikiri mbele ya wakati alikuwa kiongozi akihojiwa na watu wa CNN, akasema sisi tukutengeneza Al-Qaeda kwa sababu tulikuwa tumetengeneza watoe wa Urusi, watu wa Russia kutoka Afghanistan warudi kwao huko Russia watumike, baadaye wakarudi kugeuka nini, unaona. Kwa hivyo vitu nyingi unaona si vitu za kweli, ni vitu za kutengenezwa. Kwa mfano nikuulize swali, si hapa Kenya tunaishi na Waislamu na Wakristo? Siku gani sisi tuliona tukipigana? Hatupigani. Tunaishi kwa amani. Tangu Kenya ipewe independence mpaka walio sisi tupiganagi. Tunaona zote ni siasa. Somalia hapa ni siasa ililetwa pale, wakaambiwa na wazungu, punguzeni huu mtu, huyu rais wenu ni mbaya. Wakamfunguza 1990, si ndio? Wakamfukuza kwa nguvu, si ndio? Akaenda. Kwa sababu wale wazungu vile wanataka nchi iende ndivyo wanataka iende. Na hapo Somalia kwa sababu hii ni nchi iko na mafuta, na watu kama Waarabu waliambiwa Somalia kichimba mafuta iko na mafuta mingi sana, ati mafuta imeinama hivi, ati ile visiwa vyao za mafuta zitakwisha, zitakauka. Sasa huwa wanatafuta mbinu za kupiganisha hawa wa Somalia wapigane, wasikuwe na amani, ndio wasichimbe hiyo mafuta yao. Unaona? Yaani kuna siasa nyingi sana, siasa katika hii dunia. Kwa mfano acha nikuulize swali yetu, dada yetu. Kulikuwa na First World War. Sio, unajua First World War? Ilikuwa inapiganwa between East na West. Ambayo East ilikuwa ni Russia, China na Germany na nchi zingine, hapo ndio ilikuwa East. Na wale wa Amerika walikuwa ni wa British na nini. Waislamu walihusika katika vita ya dunia. Imagine walikufa watu 60 million. Walikufa. Na majeruhi 17 million. Na 7 million walikuwa ni wajulikani palipo, wamekosekana. First World War hii ya 1914 mpaka 1918. Hakuna Muislamu aliparticipate katika hiyo vita. Imagine watu wamekufa 60 million, 17 majeruhi, 7 million hawajulikani kama walipotelea wapi. Second World War walikufa 45 million. Majeruhi 10 million. Saa hii kuna vita imepiganwa saa hii hapa Middle East. Nani aliuawa wa Palestina? Wameuawa almost 100,000. Watoto ndio nusu ya watoto, nusu watoto almost 60,000 ni watoto wameuawa katika nchi ya Palestine. Nani ameua? Amerika wakishirikiana na Israeli. Si ndio wameua hao watoto? Kwa sababu wale wa Israeli walikuwa wanatumia silaha kutoka kwa Amerika. Hawa Waislamu wameua hao watoto wa Palestine. Tunaona wameuawa na wale ni watu wanaenda kanisa. Si watu wa kanisa wale. Wanasema sisi tunaenda kanisani. Akina hiyo watu kutoka Amerika. Angalia vile wamefanya. Sio Islamu. Kwa hivyo msiangalie tu media vile wanasema. Vitu zingine za nini? Angalia. Iraq ilivamiwa na Amerika, si ni kweli? Wakakaa huko wakanyonya mafuta na wakaua watu wengi sana pale. Unaona? Ni nchi yao walivamia tu wakisema Saddam ni mbaya. Sasa kutoka Saddam aende kuna amani? Hakuna. Gaddafi alisema anataka kuleta umoja wa Afrika. Aliuawa. Akasemekana wakainsati wananchi wake wakaambia huyu mtu, wazungu wakajua huyu mtu anataka kuunganisha Afrika iwe kitu kimoja, umoja tumalizane na yeye.
Wakainsaiti watu kule, grupu nyingine wakaenda wakamuua, walimuua Wakarabat. Ukaona Wakarabat ya barabara walimtoa hapo na wakamuua. Unaona? Kutoka siku hiyo mpaka hiyo nchi yote ambayo imepigana wameua rais yao kwa nguvu. Hakuna nchi iko na amani mpaka sasa. Si unaona hiyo mambo kama hayo. Kwa hivyo sisi Waislamu hatukuwagi na shida na mtu, ni mambo tu watu wanaletewa mambo. Sisi kwa dini yetu, sikia vile dini yetu inasema. Mambo ya kuua katika Uislamu. Ungesoma Uislamu? Ungejua mambo ya Uislamu. Yani ukiua katika Uislamu, wewe utachomwa kuliko shetani. Utachomwa kuliko ibilisi. Umeua tu mtu tu hivi bila sababu. Tuanzie 17:33. Qurani 17:33. Sikia vile inasema. Uislamu iko mzuri sana. Mambo ya hiyo ya nini? Angalia. Qurani inatueleza. Qurani ina direct. Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Kwanza Uislamu umekataza kuua mtu bila sababu yoyote. Yaani umekuta tu mtu tu hapa, pengine ukakuta tumekaa hapa, ukaturushia pengine bomu ukatuua. Uislamu hiyo imesema wala usiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu hajapeana idhini iuawe. Endelea. Isipokuwa kwa haki akahukumu hakimu kwa mtu huyu anastahili kuuawa na akatoa amri ya kuuawa. Mpaka upeleke mtu kwa hakimu. Yaani upeleke mtu kwa jaji. Jaji atoe hukumu, huyo mtu kama ni wa kuuawa auawe. Lakini huwezi kuchukua hatua wewe mwenyewe huyo mtu bila sababu yoyote. Umenielewa hapo? Sikia tena ingine ya pili. Angalia ndio hii. Kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakayemuua mtu bila yeye kuua mtu au bila kufanya fisadi katika nchi basi ni kama amewaua watu wote. Na mwenye kumwacha mtu hai kumsaidia kuishi ni kama amewacha hai watu wote. Unaona, Qurani inasema ukimuua mtu bila yeye na yeye hajafanya makosa yote kamuua tu bure, unaambiwa unaandikiwa na Mwenyezi Mungu ni kama umeua watu wote wa dunia. Sikia ile adhabu unapata. Yaani Mungu anakuandikia wewe umeua watu wote wa dunia. Lakini ukiacha mtu aishi, usimdhuru, Mungu anakuandikia umeacha watu wote wa dunia hai. Hiyo ndio amri ya Qur'an. Sasa ukiwekewa dhambi ya watu wote duniani, utaenda wapi siku ya Kiyama? Utaokolewa na nani? Hakuna. Unaona sasa? Nafikiri umeshaelewa hapo. Kwa mfano watu wengi wamezaliwa tumekuta Kongo inapigana. Kongo ya hapa Kongo. Kongo si Waislamu. Mpaka wa leo haijaisha. Wanapigana tu. Ukraine wanapigana kule. Ukraine na Russia wanapigana. Hawa ni Wakristo Orthodox. Wote wanapigana. Haijaisha. Central African Republic iliisha juzi. Ikatulia. Unaona sasa? So hii ni vitu ambazo unapata ziko. Haya Rohingyas wale wa Burma walifukuzwa katika nchi yao. Walichinjwa na wale Buddhist. Sasa hii wametorokea Bangladesh ndio wako huko. Unaona sasa? So hii vitu tukietaka kuiangalia tunaangalia kwa msimamo tofauti. Unaona sasa? Lakini Waislamu dini yetu imekataza mtu kuua mtu bila sababu yoyote. Na kama ukiua bila sababu yoyote basi utachomwa kuliko shetani. Mungu amekuwekea adhabu kali sana. Katika dhambi ambayo inasemekana Mwenyezi Mungu ataanzisha kuhukumu watu naye siku ya Kiyama ni dhambi za kuua. Mtu yote ambaye aliua na mwenye kuua wataulizwa kwa nini uliuawa. Kwa hivyo hiyo ndio dhambi zinaanza siku ya Kiyama. Mbona nyinyi ya mbatizo? Asante. Sisi hatubatizwi kwa sababu hatujaambiwa, hakuna sheria katika dini yetu ya kubatizwa. Wanaobatizwa ni nyinyi. Kama wewe si umebatizwa? Hata sio wao. Umebatizwa wewe? Sasa nikuulize, ulibatizwa kwa nini wewe? Ubatizo ulikuwa maana yake ni nini? Unazaliwa kwa roho. Ubatizo ni ni kama umezaliwa upya kiroho sasa. Yani ukibatizwa unazaliwa upya. Kiroho. Na Yesu Yesu alisema mmekuwa safi kwa sababu ya neno. Sasa
Ubatizo ulikuja na Yohana, si ni kweli? Kwa ajili ya toba iondole yako nini? Dhambi. Hebu soma hiyo andiko hapo, nafikiri Marko 1:3 nafikiri. Mambo ni ya Marko 1:3. Haya dada. Na wewe unamfuata Yesu alafu unabatizwa. Yesu alibatizwa. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Kumbe hii ubatizo ulikuwa ni toba ya ondoleo la nini? Dhambi. Kwa hivyo mtu akibatizwa anaondolewa nini? Dhambi. Kwa hivyo sasa kama wewe saa hii huna nini? Dhambi huna na umebatizwa. Mimi niko na dhambi. Kwa nini uwe na dhambi? Kwa nini uwe na dhambi na already tunaambiwa ukibatizwa dhambi inaenda? Ama inazaliwa upya. Dhambi, tuko na dhambi lakini unaomba msamaha. Sasa useme lakini kama dhambi imeondolewa. Sasa dhambi hapa tunaambiwa hii ukibatizwa tunaambiwa unaondolewa dhambi. Sasa mimi nashangaa watu bado wanasema ati wanaomba toba. Na already kama ukibatizwa Biblia inasema umeondolewa dhambi. Wanafunzi wa Yesu walibatizwa? Wapi? Sababu Yesu mwenyewe kwa sababu walikuwa suppose wanabatizwa na nani? Yesu alibatizwa. Yesu hakubatiza yeye. Kwa sababu kama Yesu alibatizwa, hebu soma hiyo andiko, nafikiri ni 3 ni Mathayo. 3:17 ama 3:17. Hebu soma hapo Mathayo. Mathayo 3. Tukuja hapo kwa 17. Haya. Sawa, acha tuende Mathayo 3:17. Hapana. 3:17. Hapana, sio hiyo. Okay, wacha tu. Hiyo najua imetoka kidogo katika memory kidogo. Yesu alibatiza watu? Ine 3 Yohana. 4:2 inasema. Mambo ni ya Yohana inasema. Kitabu cha Yohana 4 aya ya 2 inasema hivi. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza. Yesu hakufanyaje? Hakubatiza. Kama Yesu hakubatiza, kubatiza watu, alikuwa nawaambiaje? 15:3 Yohana. 15 aya ya 3 inasema hivi. Mambo ni ya Yohana 15 aya ya 3 inasema hivi. Nyinyi mmekwisha kuwa safi. Anaambia wanafunzi, nyinyi mmeshakuwa safi kwa sababu ya lile neno lililowaambia. Kwa hivyo maneno ya Yesu inafanya mtu awe nini? Safi. Sio kufanyaje? Kubatizwa. Hiyo Biblia hiyo. Maana Yesu alisema ile maneno alikuwa anawapatia ni chakula cha Mungu, cha maneno ya Mungu. Sasa wanakuwa safi kwa ile maneno, si mambo ya kubatizwa. Kwa sababu tukisoma kitabu kingine kinasema ubatizo ulikuwa ni mila ya kipagani. Ukisoma maelezo, ukisoma Biblia ya Katoliki hii ya Imprimatur, inaeleza maelezo, inasema hii ilikuwa ni mambo ya upagani, ilikuwa inafanyika zamani kule Antioch. Unaona sasa? Kwa hivyo dhambi haiondolewi na hiyo ni neno linafanya kazi. Yesu alileta neno. Sikia sasa Petro wa kwanza 1:23, hebu sikia. Mambo ya Petro wa kwanza 1:23. 1:23 inasema. Inasemaje Petro wa kwanza? Sikia Biblia kidogo bana. Lete. Naweza kusikia kidogo. Petro wa kwanza 1:23. Mambo ya Petro 1:23 inasema. Dada yetu anataka kujua mambo mengi na hiyo ndio mzuri. Sasa ndio ujue, baada ya kuambia huko barabarani ama mtaani, unakuta wenyewe. Sasa hapa tunakueleza kila kitu wazi. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Unasikia? Unakumbuka kisa cha Yesu na ule mwanafunzi sijui ni Filipo sijui nani, anasema unawezaje kurudi ndani ya tumbo ya mama yako? Nicodemus.
Sasa kumbe huwa naelewa. Sasa kumbe kuzaliwa. Haya, sikia sasa maneno. Sema hivi. Kwa kuwa mezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. Nini? Kwa neno la Mungu lenye uzima. Kumbe kuzaliwa mara ya pili ni kwa neno la nani? La Mungu. Hiyo neno la Mungu ambalo linafanya mtu azaliwe mara ya pili, Yesu alikuwa anaambia watu ni gani? 17:3 Yohana. Ndio hiyo kuzaliwa kwa neno mara ya pili. Neno. 17 aya ya 3 inasema. Inasemaje mwalimu? Mambo ni ya Yohana. Inasemaje? Naye baba inasema hivi. Na uzima wa milele ndio, angalia dada. Unaona ile neno la pili kuzaliwa. Na uzima wa milele ndio huu. Wafanyaje? Wakujue wewe. Nani huyo? Mungu. Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe hiyo uzima wa milele ukitaka ujue Mungu ni ngapi? Na Yesu ametumwa na nani? Kwa hivyo yeye ni mtume wa nani? Basi utakuwa umeshapata uzima wa milele. Kishakubali hayo ya kwamba Yesu ni mtume wa Mungu, nabii wa Mungu, na unajua Mungu ni mmoja, si Mungu watatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Ngoja kidogo, ngoja nimalize na mama au utakuja. Wewe tulia tu kidogo tu. Nitakupa nafasi. Usijali. Nitakupa nafasi. Tulia basi. Hapana, tulia kidogo. Sawa. So unaona, kwa hivyo neno ukipewa neno linafanya uwe safi. Nafikiri tumeelewana mpaka hapo. Ni sawa? Haya, swali lingine gani? Maswali uko na mingi. Kesho. Acha wengine pia waulize. Acha wengine waulize. Na kwa nini hujakuwa Muislamu? Sasa kitu gani kinakuzuia usiwe Muislamu basi? Nikikufa atanizika haraka. Atanizika? Hapana. Ukikufa sikiza. Ngoja kidogo. Ukiwa Muislamu, ukikufa kama unafanyaga hivi, kama unataka uzikwe nyumbani, unaandika kawili kako hapo. Unasema jameni, mimi nikikufa mwambieni watu wanipeleke kwe. Ni Waislamu wangapi tumepeleka? Angalia, tumepeleka Waislamu kwenda kuzika Kisumu, wengine tumepeleka Kakamega, wengine tumeenda Kisii, wengine tumepeleka pande ya Mombasa, wengine tumepeleka pande ya Central Kenya. Kwa hivyo Waislamu tumezika wengi sana. Si lazima ati uzikwe ati hapa Lang'ata. Hapana, kama ulisema uzikwe kwenyu nyumbani, tutakupeleka nyumbani kwenyu. Unaona sasa? Unasubiri. Sema ashhadu. Kusilimu ni kusema ashhadu la ilaha. Unataka kusilimu sahihi? Unasilimu aje? Si unakubali Mungu ni mmoja. Unakubali Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wa Mungu na Yesu ni mtume wa Mungu. Basi kwa hayo maneno machache unakuwa Muislamu. Hiyo tu, haina mambo ati ufanye nini, ulipe nini, hapana. Free. Hakuna membership card. Hakuna. Unasilimu unakuwa hivyo, unakuwa mtu safi. Fungu la 10 ya lazima. Hakuna. Sadaka unapatia maskini. Umeelewa? Sasa unatoroka na zia hatujaenda na mama ako hapa. Unatoroka na mama, hata mama iko hapa. Kitu kidogo hiyo. Ngoja kuja. Dada, uko tayari kusilimu? Haya, sema ngoja kidogo asilimu dada. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu mtoto wa Mariamu ni mtume wa Mungu. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache dada yangu, umekuwa Muislamu. Allahu Akbar. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Jina gani ungetaka? Kuna Aisha, kuna Mariamu, kuna Khadija. Aisha, karibu sana Aisha. Karibu sana dada yangu. Karibu sana. Unaishi sehemu gani? Nyamabila. Ni huko chini huko chini. Hapo Masimba.
Basi huyu dada peleka kwa imam. Ampeleka kwa Aisha. Ili akaweze kustiri apeleke kwa imam. Basi sawa. Mashaallah. Sasa namba yako utachukua namba yako? Wacha aliyachukua namba yako. Ndio basi tutawasiliana. Utapata elimu kwa Uislamu ni kusoma. Utapata elimu. 07 namba. Songa huko karibia dada yako. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina mimi naitwa Hassan. Hassan Kariuki. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Mary. Mary nani? Mary Atieno. Atieno. Ndio Islamu mera. Ndio Islam. Islam dini mabel kabisa. Serikali kabisa. Dini moja ya ajabu, ya maana. Haya, swali lako gani? Mbona mkienda choo mtumii tishu? Situmii tishu. Asante sana. Okay, asante sana. Kabla sijaenda kwa maandiko, wacha tufanye kwanza tuangalie kidogo, sawa? Kwa mfano uko na watoto nyumbani, si ndio? Uko na watoto. Hawa watoto wote wawili wamejiendea haja wakahara. Kila mtu akijiharia. Sawa? Ukachukua mmoja ukampanguza na tishu, na ukachukua mwingine ukamuosha na maji. Nani msafi katika hao watoto wawili? Mwenye ametumia maji. Kumbe maji ndio inamaliza. Tunaona umeshajibu tayari. Kumbe maji ndio unamaliza nini? Uchafu. Hebu nikuulize, kwani wewe wakati unaoga hizo sehemu uogagi na mkono? Sinaoshanga. Sasa ndio hiyo tu. Ndio hiyo tu. Sasa maji inatumika kwa sababu maji ni usafi na maji ndio inamaliza uchafu. Uchafu yoyote huwezi maliza bila kutumia maji. Ni kweli? Hata ukienda kwa matope, wewe chukua tisho jipanguze na nini? Umeshaiona? Ama umeiona leo? Ashaona kitabu. Karabu na langu original na hiyo nyingine sikia vile nasema. Ukichukia Uislamu umechukia viumbe vya Mungu, usichukie viumbe vya Mungu. Nasikia? Enyi mlio dada yetu ni mzuri. Ni mzuri sana. Tena hawa ni warembo wazuri sana. Kwanza wakivaa buibui wanaweza pendeza hawa. Wanaweza pendeza sana. Enyi mlioamini, mnaposimama ili mkasali, ndio basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni, na mpake vichwa vyenu, na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Na mkiwa na janaba, basi ogeni. Na mkiwa wagonjwa au mumo safarini, au mmoja wenu ametoka chooni. Ukitoka chooni tumia maji. Biblia nayo inasemaje? Mtu atumie maji ama hapana? Haya, wewe mnasoma Biblia? Hebu sikia sasa Biblia inasema Kumbukumbu la Torati 23:9. Hiyo mfundisha kule. Wanakataa kumwafundisha hiyo. 23:9. Nataka uone na macho yako kabisa akisoma. Alafu huyu akona maswali mingi naona. Lakini leo mko na chance, umepata Waislamu. Waulizeni kitu yoyote. Na kama kuna makosa mtuambie makosa yetu. Tutajirekebisha. Sinyamazi kabisa. Kumbukumbu la Taurati 21:22. 23:9. Inasema nini? Sorry, 23:9 inasema. Inasema hivi. Utakapotoka kwenda juu ya adui zako na katika marago, jilinde na kila neno baya. Ndio. Akiwa kwenu mtu awaye yote asiyekuwa ni tohara. Tohara ni kuwa msafi kwa ajili ya yaliyomtokea usiku. Usiku ukikula ugali unaenda choo, ukikunywa chai unaenda ukojoa. Usiku na mambo mengi tu. Unafanya nini? Inaendelea kusema yaliyomtokea usiku atafanya nini? Na atoke nje ya kituo. Ndio. Wala asiingie ndani ya kituo kwa sababu yuko tohara. Lakini na ikaribiapo jioni yeye ataoga maji. Unasikia? Maji ndio kila kitu. Maji linatoa uchafu yo. Umeelewana hapo? Dadangu umeelewa hapo? Dadangu umeelewa hapo? Sasa nikuulize swali. Wewe kwanza unaitwa nani kwanza? Mimi. Mary. Naona umepewa jina, sisi tumemwita Mariam. Mama ya Yesu. Mama ya Yesu. Hiyo swali lako linasemaje? Sasa kama mnaenda kwa choo, si mnaenda na maji, kwa nini mtumiangi sabuni? Sabuni tunatumia tukishatoka. Acha tena. Na sabuni. Sabuni ni kali, inaweza kuharibu maneno. Hiyo sio sabuni. Sabuni. Ngoja. Kwa sababu kuna wengine wanaenda tu hivi, wanatumia tu maji kidogo. Sasa hizi mikono zinuki.
Mikono inaoshwa. Unaona kutoka choo. Wengine watumiangi sabuni kama wanatoka hapo. Oh, mnakaa na majirani unawajua wengine wawili. Mimi nilikuwa nafanyanga nao. Uko unafanya nao? Wanatumia maji kidogo? Hawafai kutumia maji kidogo. Maji iko na ni mingi, anafaa kutumia maji mingi. Anafaa kutumia maji mingi. Maji iko. Leta swali lingine. Swali lingine. Kwa nini mnapishana na sisi kama tunaenda kwa church? Hata Qur'an na Biblia siko moja. Haiko moja. Kwa nini tena? Haiwezi kuwa moja. Haiwezi kuwa kitabu moja. Hata nyumba ya ibada ni tofauti. Sijui Allah na Mungu. Si ni mmoja tu. Si ni Mungu mmoja. Ngoja kidogo. Ndio tunaenda sasa huko. Umeuliza vizuri. Kwa nini unaona kitabu ni moja na si moja? Nyinyi ndio mliacha ile kitabu cha asilia. Sisi tukawa tuna kitabu cha asilia. Kwa mfano, nikupe mfano ulio hai. Sisi tunaenda kuabudu wapi? Sisi Waislamu. Sikia Qur'ani vile inasema, alafu tukuja kwa Biblia. Nyinyi ndio mliacha. Kama mngefuata, kama mnafundisha wengine pia. Waislamu na Wakristo wanajadiliana kuhusu imani. Hebu soma 17:1. 17:1. Huyu haendi. Huyu haendi. 17:1 inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Utukufu ni wake yeye ambaye aliyempeleka mja wake usiku moja tu kutoka msikiti mtukufu wa Makka mpaka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas Palestina. Kumbe Muhammad alikuwa anaingia msikiti? Qur'ani inasema Muhammad alikuwa anaenda wapi? Msikitini. Msikitini. Funga hiyo. Leta Biblia hapa karibu. Na Yesu alikuwa anaenda wapi? Unajua Yesu alikuwa anaenda wapi? Kwa church. Kwa church. Hebu tuangalie. Asante sana. Yesu alikuwa anaenda church. 4:14 Luka. Wakati ya Yesu hakuwa na church Yerusalemu hata moja. Hii church imekuja baadaye, wakati akina Paulo walikuja ndio wamekuja na hiyo. Wala bishop wako. Hao walikuja juzi tu. 4:14 inasema. Unaangalia kitabu ni cha Luka. Usije ukasema huyu jamaa amesoma vitu zingine ambaye 14 mpaka 16. Inasema nini? Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Ni mambo ya Yesu. Akaenda Galilaya. Ndio. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. 16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu ni kwenda nyumba inaitwaje? Synagogue. Synagogue. Unajua ni nini? Sasa si ni wao ndio wanafanya nifunze. Kumbe na wewe uko mzuri sana. Naomba usome hapo nyuma ya Biblia. Wamesema ukiona neno sinagogi kama hujui ni nini, unasoma. Inasemaje? Kwanza niko na swali moja. Ngoja tumalize. Kwanza kidogo. Sasa nauliza, kwa nini Waislamu mpendangi kuoa sisi watu tunaenda kwa church? Kuna shida, kwanza malize hii. Hiyo nitakumalizia. Ngoja kwanza ni tuende Biblia. Kwa sababu ya nini? Anasema kwanza tumalize hii, alafu turudi hapo. Sawa. Sasa wewe ukienda kwa church unamwabudu nani wewe? Si ni Mungu. Mungu ngapi? Si ni mmoja. Wewe hakuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wewe unasema kuna Mungu Baba na Mwana na Roho. Iko? Kwa kanisa sana? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Iko? Sema tu kweli tu. Nasema Baba nisaidie ama Mungu nisaidie. Kwa hivyo wewe sio wale wanaombaga Mungu watatu? Hapana. Wewe unaomba Mungu moja kabisa. Na Yesu unasema yeye ni nani? Na Yesu wewe unamchukua kama nani? Wewe unamchukua kama nani? Si namchukua kama Mungu. Kwa hivyo Yesu kama Mungu. Kama Mungu. Sasa unaona? Sasa wewe turudi pale. Ndio leo nikueleza habari ya Yesu. Mimi nataka nikupatie mafunzo leo, hata ukienda nyumbani utasema yule Muislamu amenipatia mafunzo mazuri. Haya, hebu soma hapa. Soma hapa. Usiogope kusoma. Sinagogi. Nini? Sinagogi. Nini? Msikiti wa Wayahudi. Kumbe kwa mujibu wa Biblia, sinagogi ni nini? Msikiti. Msikiti. Kumbe Yesu alikuwa anaenda wapi? Lakini hajaenda kwa msikiti. Si hapo imeandikwa jameni.
Kwa nini wakataa Biblia? Alienda kwa church. Wapi imeandikwa alienda kwa church? Hakuna. Ngoja nikupe elimu ya free. Katika Biblia mzima, nataka hata ukienda nyumbani. Nataka ukienda nyumbani. Nataka ngoja kidogo. Ukienda nyumbani, nenda uulize mtu yule au yule anasoma namna gani. Akikuta hata uende uulize mchungaji. Mchungaji nenda muulize Yesu alikuwa anaenda kanisa gani? Na iko wapi? Ngoja kidogo, tulia. Tulia wewe mzee, umekuja saa hii. Yesu alikuwa anaenda kanisa gani na iko wapi? Na je, wakati ya Yesu kulikuwa na kanisa? Biblia imesema ni msikiti alikuwa anaenda. Unaona manabii wote walikuwa wanaenda msikitini. Umepata? Mambo ya kuoa nafikiri kwanza hajaelewa kwanza mambo ya nini. Sasa wewe unaonaje wewe uko kanisani na mimi niko msikitini? Wewe unaabudu Yesu na mimi namwabudu Mungu. Sasa hapo mtapelekana? So tunafika hapa alafu unanipatilisha. Wewe unaabudu binadamu? Hapana. So kama umenioa unaniambia enda nje naenda. Kwa hivyo na usisilimu kwa sababu ya kuolewa. No, usisilimu kwa sababu ya kuolewa. Kwa sababu watu wa kuoa wako tu. Sisi Waislamu tuko tu, watu wengi tu wako wa kuoa. Tena wazuri tu. Unasikia? Tena wazuri tu. Kitu ile iliyoko ni kwamba danda, sisi kwanza hatumwabudu Muhammad na tumwabudu Yesu, tunaabudu Mungu. Sawa? Na ukiabudu Yesu ama uabudu Muhammad unaenda motoni direct. Hiyo hakuna hata kitu, yani ni tiketi moja kwa moja ya kwenda motoni wa milele. Ukimwabudu Yesu, umwabudu Muhammad, umwabudu Ibrahimu, umwabudu Musa, unaenda motoni forever. Hutatoka huko. Hiyo ni kitu iko direct, na mimi nasema wazi mchana kama kweupe namna hii. Mtu anafaa kuabudu Mungu kwa sababu kwa mfano, unajua kwa nini nakwambia hivyo? There must be a reason kwa nini nakwambia hivyo. 6:12 kitabu cha Luka. Hebu sikia hiyo maneno. Maneno mazito sana. Inasemaje? Mambo ya Luka. Ndio maana sisi Waislamu hatumwabudu Muhammad kwa sababu Muhammad ni mtume wa Mungu. Na kuna Wakristo wako wazuri hawamwabudu Yesu. Wanaabudu Mungu. Lakini kuna Wakristo wengine hawajielewi ndio wanamwabudu Yesu. 6:12. Nasikia. Ikawa siku zile aliondoka akaenda milimani ili kuomba. Yesu, yani Yesu ambaye watu wanamuita Mungu, alitoka akaenda kuomba. Sasa Mungu anaenda kuomba nini? Na hali yeye ndio Mungu, kama yeye ndio Mungu, endelea. Ili kuomba. Akakesha. Akakesha nini? Akakesha usiku kucha. Akifanyaje? Katika kumuomba Mungu. Kumbe Yesu alikaa usiku mzima kama vile unaendaga wewe na kesha ukimuomba nani? Na Yesu naye alikuwa anaomba nani? Mungu. Kwa hivyo yeye sio nani? Yeye sio Mungu. Hai dada. 2:5 Timotheo ndio aende nyumbani. 2:5 Timotheo msomee. Udada ni mzuri. Na uniletee udada kesho. Uniletee udada kesho. Nataka aniambie kwanza, nimesikia amefanya na watu wetu kazi. Kwa hivyo nataka kumjua kwa nini amekaa nao na hakupata Uislamu. Hiyo nitakuulizia hapa tu kesho. Hiyo sasa kuulizia hapa. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Nani? Mwanadamu. Nani? Mwanadamu. Kristo Yesu. Mwanadamu Kristo Yesu. Nasikia maneno haya. Niko na swali moja kwanza. Swali hai gani hiyo moja ni gani? Nasikianga ati nyinyi Waislamu kama mwenzenu kama amekufa. Ati mnafinyanga hii tumbo. Endelea. Ngoja ulize swali yake. Endelea. Leta hiyo swali. Alafu mapuputi katoka. Wanatoa ile uchafu ya tumbo. Sasa kwa nini mnakamua? Sisi hiyo kwanza hiyo nisikiza sasa, mimi ndio unaongea na Muislamu sasa mwenyewe. Abishani. Nasema hivi. Waislamu hakuna kitu wanatoa kwa mtu. Waislamu wanaosha mtu kawaida kama vile mtu anaoshwa. Hiyo ni propaganda ilitengenezwa na wachungaji wengi. Yaani ndio watu wasio Waislamu wakawaza kuwaambia Waislamu wanakamuaga. Kwa hiyo kuna mwingine alikuwa wacha sasa hiyo unasema wewe.
Kuna mwingine alituambia, aliambiwa na mchungaji wake ya kwamba ati Waislamu wanakamua watu hiyo nyama wakati wanazika mtu, ati hiyo ndio maji ndio enda kupika pilau. Unaona sasa hiyo, unaona? Si unaona ni uongo? Ni uongo. Mnatoa mnakausha. Wewe ngoja kidogo. Wewe si umefanya kazi kwa watu wetu? Wewe umeshaona wakipiga na hiyo nini maji na kitu kama hiyo chakula? Sasa kama anapika naenda kuangalia vile anapika. Kwani wewe hujaiona akipiga? Hiyo ni uongo. Mimi anapika yake na mimi napika yangu. Hiyo ni uongo. Hapana wewe hapo hujaniambia ukweli. Acha nikwambie ukweli. Hauwezi kula uchafu katika Uislamu. Waislamu wakulagi vitu ambavyo ni chafu. Ndio unaona hata nyama. Ni wewe ukichinja mimi siwezi kula. Kwa sababu wewe ukichinja unachinja. Ngoja kidogo. Nitajua nikija kwako nyumbani, si mimi najua. Wewe unachinja, nyinyi mnachinja. Sasa kama Muislamu ajui. Ngoja kidogo, hapana, ngoja kidogo. Nasema hivi. Kwa mfano wewe ukichinja nyumbani unachinja aje? Kama ni kuku, waje nikuletee kitu kidogo. Kuku unachinja aje? Kuku. Si ni kuku si unachinja tu hivyo. Ama unagongesha mlango. Ama unagongesha mlango shingo inaenda mbali. Hapana, unakata na kisu. Unakata na kisu. Kuna kitu unasema ukichinja? Mungu nisamee. Mungu akusamee. Wewe unasamehewa nini? Ama unasamehewa kunyonga kwa sababu nakata kuku. Angalia. Ngoja kidogo. Sisi Waislamu tukichinja, ndio naona Waislamu ndio mpaka serikali imekubali wao wanachinja buchere karibu, yani vichinjio zote Kenya, kwa sababu Waislamu hawezi kubali kwanza ukule nyama ambayo imekufa, hawezi kukujia nyama imekufa. Uwezi lete ng'ombe hivi, uilete uingize na chochoro hivi, atunataka ingizwe katika kichinjio na imekufa. Ati Muislamu akubali kuichinja hiyo ng'ombe. Ndio naona serikali kawapatia, kwa sababu wanajua hawawezi kulisha vitu haramu. Unaona sasa? Na Waislamu wakichinja wanasema kwa jina la Mungu. Hakuna watu wengine wanasema kwa jina la Mungu. Nyinyi mnachinja kwa jina la Yesu. Ama wanasema urongo? Si ni kweli mnachinja kwa jina la Yesu? Waislamu wanachinja kwa jina la Mungu. Wakitaka kuchinja tunasema bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu ndio tunachinja. Na ndio naona tunakubaliwa kuwachinjia nyinyi nyama. Sababu sisi hatuwezi patia nyinyi kitumbo mbaya. Sasa ndio nini? Sasa uko na swali lingine? Sasa chukue Muislamu sasa. Niko Muislamu? Uko Muislamu. Hapana. Kwa nini sikuwa Muislamu? Swali lingine? Sio lazima uwe Muislamu, sikiza swali tu. Una swali lingine? Swali lingine? Hakuna. Imeshaisha. Acha niende basi. Haya. Kuja hapo sikize. Alafu una swali. Rosari mwanangu amesadiki. Amesadiki sana. Naona Rosari iko. Haya, uliza swali. Uliza swali lako baba. Unaitwa nani? Mimi naitwa Hasani. Mimi naitwa Rafael. Rafael. Injika swali lako. Sio tuju. Sio tuju. Asante, karibu sana. Nilikuwa naulizaje? Yes baba. Nimesikia mkiongelea hapa wakati Waislamu wanachinja, wanalitaja jina la Mungu. Yes. Na mkasema hao wengine wanachinja tu sababu wanachinja. Wengine wanasema, wengi wao wanasema kwa jina la Yesu. Swali langu ni moja. Wakati nyinyi mnachinja, yule mnyama mnajua nani amempa uhai? Ni Mwenyezi Mungu. Sasa pia wakichinja, si pia Mungu wanajua Mungu ndiye amempa uhai? Ndio maana wanamtoa uhai. Ndio tunasema kwa jina la Mungu. Tunasema kwa jina la Mungu. Sasa sababu yenu nyinyi kuchinja na mseme kwamba mnalitaja jina la Mungu. Tumefundishwa na manabii. Manabii ndio walikuwa wanachinja. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu huyo mnyama ametoka kwa Mungu na tunamrudisha kwa Mungu. Chakula umepewa na Mungu. Chakula umepewa na Mungu. Sawa, swali la pili. Kwa nini amuli nguruwe? Hatukuli nguruwe. Swali sana nzuri, safi sana. Angalia amebeba Rosari na anauliza hiyo swali tu. Kwa nini hatukuli nguruwe Waislamu? Haya, msomee mwalimu hapo. Qur'ani ngapi? 6:145. 145. Haya. Babwe, swali nzuri sana. Swali mzuri. Angalia sasa. Sema sioni katika yale niliyofunuliwa mimi, niliyoletewa ufunuo, sioni kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni mzoga au damu inayomagika au nyama ya nguruwe, kwani hivyo ni uchafu. Nani akaandika hilo somo? Ni Mwenyezi Mungu, ni maneno ya Mungu. Nani akaandika?
Yule aliandika ni nani? Ni Malik Jibril. Yanatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Yule aliandika Mwenyezi Mungu alisema akiwa wapi? Hii ni maneno ya kutoka. Nisikize. Nisikize. Nataka nikueleze. Sawa. Maneno, sikiza. Kitu ambaye maneno kama hii inatoka kwa Mungu, inapewa malaika. Malaika analetea nabii. Nabii akija duniani naye yale maneno wafuasi wake wakati yeye iko hai inaandikwa akiwa hai. Hizo zilikuwa zinaandikwa kwa ngozi, inaandikwa kwa mawe, Baadaye sasa kuna teknolojia imeandikwa kwa makaratasi, Mwanzo wa nini? Mwanzo wa nini? Kuna Mwanzo kitabu. Kitabu cha Mwanzo. Kitabu gani sasa? Kitabu gani unataka? Si Mwanzo. Gani Mwanzo gani? Sisi hatuna kitabu kinaitwa Mwanzo. Waislamu hatuna kitabu kinaitwa Mwanzo. Nimeelewa kila kitu sawa. Kama hamna Mwanzo sawa. Mimi nimekubaliana nyinyi. Sisi wote watu wa Kristo, sisi wote. Kuna yule Sisi wa Kristo, sisi Waislamu. Wewe ndio Mkristo. Wakristo wanakubalia kula nguruwe. Wewe kwanza hatujamaliza hata mambo ya nguruwe umeruka. Haya, vunga hii Qurani. Kuja kwa nguruwe. Biblia wewe ni Mkristo. Mimi ni Mkristo. Wewe umekubaliwa kula nguruwe? Nguruwe tunakula. Unakula. Kwa idhini ya nani? Kwa idhini ya nani? Nguruwe. Niulizaje? Ngoja kabla sijajibu sawa nguruwe. Kwa amri ya nani? Si ni mnyama anakuliwa. Anakuliwa? Okay, wacha tuulize Biblia kama unafaa ukule. 11:8 Walawi. Kwani nguruwe alifanya nini? Wewe sikiza tu. Mambo ni Walawi. Tunaenda huko babu, sio na sawa. Mimi nimetulia. Tena ukula nguruwe motoni unaenda. Sawa, pia mimi najifunza. Si wote tunaishi. Sawa. Sasa wewe usibishane na Mungu. Mungu amesema msikule. Sasa wewe usibishane na Mungu. Hata babu sijabishana. Mimi naona kama unabishana na Mungu. Mambo ya Walawi. Hiyo time inaenda. Bado tuko na dakika 5. Hii mambo ya Walawi, Kumbukumbu la Taurati, Hesabu Walawi. 16. 11:6. 11:7. Hii mambo ya Walawi. Unasikia mchungaji anakuambia ni haramu usikule. Na ni mchungaji ako na kibanda yake. Inasema hivi. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui. Yeye ni najisi kwenu, msile nyama yao wala msiguze mizoga yao. Hawa nguruwe ni najisi kwenu. Nguruwe ni kitu kichafu. Biblia ndivyo inasema. Tena ukula hiyo nguruwe unaenda motoni. 65:4 Isaya. Mambo ni ya Isaya 65. Leo ukula shauri yako. Sawa, anasikiza. 65:4. Angalia sasa. Hii ni Biblia yako. Waketiwa kati ya makaburi na kulala katika mahali pao pasiri, walao nyama ya nguruwe. Unasikia nyinyi wakulaji wa nguruwe? Wewe unafananishwa na wachawi. Kwanza unafananishwa na wachawi kwa sababu wachawi ndio wanakaa makaburini. Unafananishwa na wachawi. Walao nyama ya nguruwe na mchuzi wa vitu vichukizavyo. Tena mnakula vitu mbaya, mbovu. Katika vyombo vyao. Watu wasemao simama peke yako. Usinikaribie mimi. Kwa maana mimi ni mtakatifu. Kwa sababu hata wewe sasa unajiita mtakatifu, kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu. Nini? Moto. Wakao mchana kutwa. Kumbe wewe kula nguruwe ni mtu wa wapi? Kumbe unawaka na Mungu anakuona wewe ni moto. Mimi wewe ni moto. Sasa niulize swali moja hapo kwa nguruwe, bado hapo. Sasa hapana. Niulize swali hapo kwa nguruwe bado. Wale wamekula nguruwe hapa Nairobi wote wanawaka moto. Wale hawajajua na wamekula, wale wako na nafasi wa kumtubia Mwenyezi Mungu. Na wale wanajua kwa makusudi, wanasoma Biblia na Qur'ani na wanakula, wanaenda motoni. Wamevunja amri ya Mungu. Sasa huwezi kuuliza. Sasa hiyo maswali utaenda ukaulize ule. Utauliza Mungu ndio atakujibu. Amekataza. Mungu akisema kitu ufai kujibishana na yeye. Ukibishana na Mungu utapata shida. Unajua si wote wanadamu. Lakini huwezi bishana na maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu, kama Mungu amesema kitu, ufai kumwambia lakini kwa nini Mungu akasema hivi na ni mnyama? Ufai kusema hivyo. Najua shida yenu mtaka kunijibu. Ni Rozali. Haya, tuone siku nyingine. Haya, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.